Na hizi ndizo kesi za viongozi zenye simanzi zaidi hadi leo. Tukianza na kesi ya kwanza ya Thomas Sankara, Burkina Faso 1987. Rais kijana msafi mpigania haki aliuawa kwenye mapinduzi ya kijeshi. Rafiki yake wa karibu Blaise Compaoré alihusishwa. Miaka mingi haki ilicheleweshwa na leo anaitwa Che Guevara wa Afrika. Lakini kesi ya pili ilikuwa inamhusu Patrice Lumumba kutoka Kongo mwaka 1961. Waziri mkuu wa kwanza baada ya uhuru, alipinga ukoloni mambo leo. Aliuawa kwa mkono wa ndani, lakini pia nje ya taifa hilo, ama kulikuwa kuna mkono pia wa kimataifa ya magharibi. Mwili wake uliharibiwa ili kuficha ushahidi. Kifo chake ni jeraha la kudumu kwa Afrika hadi leo. Lakini kesi ya tatu ni kumhusu Muammar Gaddafi kutoka pale Libya mwaka 2011. Aliuawa kikatili baada ya kukamatwa. Hakuwahi kupata kesi ya haki mahakamani. Kifo chake kilisababisha Libya iingie katika machafuko hadi leo. Haki haikuwahi kuonekana, ni kisasi kinachotawala. Lakini kesi ya nne ni kumhusu Saddam Hussein kutoka Iraq mwaka 2006. Alinyongwa baada ya kesi iliyotiliwa shaka. Mahakama chini ya uvamizi, majaji kubadilishwa, mashahidi kuuawa. Wengi hujiuliza, je, ilikuwa haki au siasa za ushindi? Na kesi ya tano ni kumhusu Salvador Allende kutoka Chile 1973. Rais aliyechaguliwa kidemokrasia aliuawa wakati wa mapinduzi ya kijeshi, na Marekani ilihusishwa kusaidia mapinduzi hayo. Demokrasia ilikufa pamoja naye. Lakini kesi ya sita inamhusu Yitzhak Rabin kutoka Israel mwaka 1995. Waziri mkuu aliyekuwa anasukuma amani aliuawa na raia wa nchi yake wenye misimamo mikali. Mchakato wa amani ukafa naye. Amani ilipigwa risasi. Lakini kesi ya tano, JFK Marekani 1963. Rais wa Marekani alipigwa risasi hadharani. Mpaka leo ushahidi unautata, nadharia nyingi za siri. Moja ya vifo vyenye masuala mengi zaidi duniani. Lakini kesi ya nane ni ya Benazir Bhutto kutoka Pakistan 2007. Aliuawa wakati wa kampeni. Uchunguzi haukuwahi kutoa majibu ya kuridhisha. Kesi ya mwisho ni ya Benazir Bhutto, waziri mkuu wa zamani wa Pakistan, ambaye aliuawa wakati wa kampeni, na uchunguzi haukuwahi kutoa majibu ya kuridhisha mpaka hii leo, na wananchi bado wanalia na haki. Kitu cha pamoja kwenye kesi hizi, ukweli haukuwekwa wazi kikamilifu. Nguvu za kisiasa ziliishinda haki. Historia iliandikwa na walioshinda raia walibaki na maswali yasiyo na majibu. Titu Media, endelea kutufollow, kusubscribe, kushare na kucomment.